Naam, uhali gani mahali popote unapotazama na kufuatia channel hii ya Tarumbeta la Bwana. Bila shaka mzima, na leo tena nina ugeni katika studio hizi za Tarumbeta la Bwana. Tuko na mchungaji yuko hapa, ana jambo la kuzungumza pamoja na wewe mtazamaji wetu. Basi bila kupoteza muda tutaenda kumkaribisha moja kwa moja mchungaji aweze kuendelea na kile ambacho ametuletea kwa siku ya leo. Karibu sana mtazamaji wetu. Nashukuru sana mtangazaji, lakini pia hata watazamaji na wafuatiliaji wa Tarumbeta la Bwana. Kama ambavyo niliahidi kwamba Mungu akinipa neema nitakuja tena katika studio tuweze kuzungumza. Basi bila kupoteza muda niende kwenye mada ambayo nimeiandaa kwa siku ya leo, na mada yangu kwa siku ya leo itaenda kugonga katika ofisi ya msajili wa taasisi za kidini. Nilikuwa na mapendekezo fulani katika ofisi ya msajili wa taasisi za kidini baada ya kupata malalamiko wakilalamikia kupata shida kwenye usajili, akiwepo mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ambaye mpaka leo taasisi yake imekataliwa kusajili na pasipo sababu za msingi ambazo ofisi hii ya msajili imeweza kuzitoa kwamba huyu tumemkataa kwa sababu ya 1, 2, 3. Sasa baada ya kuona haya yaliyotokea kwa Mbarikiwa Mwakipesile ambaye amepambana kwa miaka mingi, kwa muda mrefu, ametumia gharama nyingi kwa sababu ya kufuatia usajili, nikaona mimi kama mtumishi wa Mungu kwa mujibu wa Biblia nimeona nije na ushauri ambao kama itapendeza kwa wizara husika inayosimamia ofisi hii ungechukuliwa huu ushauri, huenda tungeondoa hizi kero kwa watumishi hawa wanaopata shida katika usajili. Sasa pendekezo langu ni lipi? Pendekezo langu liko hapa. Jambo la kwanza, huyu mtu sifa zake za msingi za kupewa nafasi ya kusimamia usajili wa taasisi hasa za kidini. Jambo la kwanza, awe ni mcha Mungu, mwenye haki, aliyethibitishwa matendo yake na maisha yake kwa ujumla kwamba ni mtu mpenda haki, ni mzalendo, lakini pia ni mtu mwenye hofu ya Mungu, anaamini katika Mungu na ni mcha Mungu kweli kweli. Watu wa Mungu wathibitishe kwamba huyu mtu ni mwenye haki, huyu mtu ni mcha Mungu, ni mwenye hofu ya Mungu, ni mpenda haki na ni mzalendo, anaamini katika utu na ubinadamu. Kwa nini awe ni mtu mwenye sifa za ucha Mungu? Jambo la kwanza, nikizungumzia upande wangu mimi kama Mkristo, ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 5 na ule mstari wa 14, anasema nyinyi ni taa ya ulimwengu. Taa haiwekwi chini ya meza, bali inawekwa juu ya kiango, juu ya meza, juu ya kiango, ili kuangaza, kumulika matendo mabaya yasiwepo katika jamii, kumulika matendo mabaya yanayotendwa na watu na kuyakemea na kuyapinga, ili yasilete madhara kwa mtendaji, lakini pia hata yule anayetendewa. Kwa ili mtu huyu awe salama, huyu mtu wa Mungu anaitwa mcha Mungu anatakiwa amulike yale matendo mabaya yanayotendwa na mtu, aweze kuyakemea na kuyapinga ili yasilete madhara katika jamii. Sasa basi, kama huyu mtu wa Mungu taasisi yake anasajili ikapingane na uovu, ikapingane na rushwa, ikapingane na uzinzi, ikapingane na ulevi, ikapingane na uaji na utekaji na vitendo vingine viovu visivyokuwa vya kibinadamu, kama anataka kasajiliwe, na huyu aliyekalia ofisi ya msajili yeye ni mzinzi, yeye ni mlarushwa, yeye ni mlevi, yeye ni malaya, yeye anasapoti vitendo vyote viovu au hana nguvu yote ya kupinga kwa maslahi yake au maslahi yaliyomsajili, je, atapitishaje taasisi isajiliwe inaenda kupingana na tabia zake na matendo yake maovu? Akatokea mtu aliye juu yake yupo kinyume na huyu mtu wa chini ambaye anataka asajili taasisi yake. Hii taasisi inaenda kupinga matendo mabaya ya bosi wake, bosi wa hiyo ofisi. Huyu bosi wa hiyo ofisi akayambia, bwana huyu mtu anataka kusajili, usimsajili kwa sababu anapingana na tabia zetu chafu. Hii ofisi je, huoni kama itamwonea huyo mtu kupinga kusajili? Lakini pia tukisoma katika Isaya sura 1 mstari wa 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Hii ndo kazi kubwa ya mtumishi wa Mungu yoyote. Taasisi ya dini kazi yake kubwa ni kusimamia haki, kutetea anayeonewa, kuwatetea walioonewa, kuwasemea wasiokuwa na mahali pa kusemea, kusimama pamoja na wanyonge wanaonyang'anywa haki zao. Ndo kazi kubwa ya taasisi ya kidini. Lakini pia ukirudi hapa nyuma katika Samueli, Samueli mtangazaji, kwa sababu ni kama nakula muda wako, lakini ndo kazi yangu mimi kama mtumishi wa Mungu lazima nifafanue kwa nini natoa ushauri kwenye ofisi hii ya msajili. Katika Samueli wa kwanza sura 24 na ule mstari wa 13, Biblia inasema hivi, kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu kutoka uovu. Katika waovu kutoka uovu. Ikiwa msajili wa taasisi za kidini yeye ni mwovu,
unadhani atasajili taasisi zinazopinga uovu? Ikiwa msajili wa taasisi za kidini yeye hapingi rushwa, ni mzinzi, ni malaya, matendo mengine maovu anafanya, halafu akaenda mtu anataka sajili taasisi yake kwa kivuli cha wema, lakini pia akataka pitisha na rushwa, atoe rushwa ili taasisi yake isajiliwe, halafu akishafika kule asisimamie yale aliyopeleka kwa msajili, akasimamia utapeli na ulaghai na kuumiza watu na kuwa na vitendo vya kikatili katika jamii, huyu msajili atakuwa na nguvu ya kukataa ile rushwa kwa sababu yeye ni mwovu. Na Biblia yangu inasema katika waovu hutoka uovu. Manake mtu kama ni mwovu hawezi kupinga kupitisha jambo ovu kwa sababu yeye ni mwovu automatically. Atakataje kupitisha jambo ovu kwa maslahi fulani ambayo yeye anapata? Kwa ndio maana nikasema ushauri wangu mimi kama mtumishi wa Mungu, taasisi ya msajili, ofisi ya msajili isimamiwe na mtu ambaye ni mcha Mungu. Hajalishi atatoka dini gani, kwa sababu nchi yetu sio ya kidini, haiamini katika dini, haina dini yoyote. Lakini pia mimi naamini dini yoyote inayotenda haki ni dini ya Mwenyezi Mungu. Dini yoyote. Ukisoma pia katika Yakobo sura kwanza mstari wa 27 anasema dini iliyo safi isiyo na hila mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujitenga na uovu. Manake dini yoyote inayosimamia utu na ubinadamu, inayosimamia haki na utu na ubinadamu, hiyo ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hakuna dini inayotoka kwa Mungu na support uovu. Hakuna dini inayotoka kwa Mungu na support kuua, kuteka, kubaka, kufanya malaya, kufanya uzinzi, kumuonea mtu, kuiba cha mtu, kumuonea mtu asiyekuwa na haki. Hakuna dini inayotoka kwa Mwenyezi Mungu halafu kae naamini katika kumtendea mtu mwingine ubaya. Lakini pia mwisho nimaliza kwa kusema hivi, sheria yoyote ya nchi inasimamia watu wawe wema, na taasisi ya dini ni kwenda kupinga ubaya katika jamii, kupinga malaya, kupinga ulevi, kupinga utekaji, kupinga mauaji, kupinga wizi, kupinga matendo yote maovu yasiwepo katika jamii. Sasa kama sheria ya nchi inataka watu wawe wema na taasisi ya dini inasimamia watu wawe wema, sasa uone kama taasisi ya dini kazi yake kubwa inakuwa inasaidia kuongeza wema katika jamii na kufuta uovu kabisa. Kwa sasa kama sheria nchi itataka ijiridhishe kwenye hii katiba ya mtu wa dini anayekuwa na sajili, basi iangalie taasisi yake isijikapita utu na ubinadamu. Na mimi ninachoamini hakuna dini, hakuna Mungu anayekuwa yuko juu ya utu na ubinadamu. Haupo. Hakuna dini inayokuwa yuko juu ya utu na ubinadamu. Dini zote zinaamini katika utu, ubinadamu na uzalendo, kumtendea mwingine mema, kama ambavyo nasema katika Mathayo sura 7 mstari wa 12 pale chini kwamba usilopenda kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Naamini Mungu anachotaka hicho, tuwe na usawa katika jamii. Sasa hii ofisi ya msajili kama itasimamiwa na mtu mwovu, na mtu mtenda dhambi, na mtu mla rushwa, itasimamia na malaya, itasimamia na mla rushwa, itasimamia na mzinzi, itasimamia na mtu mwongo, bila shaka taasisi zinazoenda kusimamia ukweli kabisa, kuhubiri injili kabisa, kuhubiri haki na usawa kabisa, kukemea vitendo vibaya pasipo kuchagua huyu ni nani katika wadhifa wake, ili mnada anafanya mabaya yenye madhara kwake au madhara kwa mtu mwingine, hii taasisi itakemea huyu msajili bila shaka. Taasisi za aina hiyo haziwezi kupata usajili. Hayo ni maoni yangu na ndio ushauri wangu katika ofisi ya msajili. Samahani mtangazaji kama atakuwa nimekula sana muda wako, lakini huo ni ushauri wangu kwa siku ya leo kwa watazamaji wangu. Kama mtashare clip hii kamfikia wizara husika inayohusika na wizara mambo ya ndani, inayohusika na ofisi ya msajili, basi ushauri wangu mimi kama mtumishi wa Mungu, hili swala liangaliwe, kwa sababu kuna malalamiko ya watumishi wa Mungu walioenda kusajili wakakataliwa. Sasa hii taasisi kama itasimamiwa na mcha Mungu, anayekuwa na hofu ya Mungu, lakini pia matendo yake yamethibitishwa na watumishi wa Mungu kwamba huyu mtu ni mwenye haki, ni mzalendo, anasimamia haki na ukweli, haamini katika uongo, haamini katika hila na ubaya, basi hii ofisi isimamiwe na mtu wa aina hiyo, kwa sababu watu wanaopinga ubaya kabisa wanaweza wasisajiliwe, kwa sababu hii taasisi inasimamiwa na mtu mwovu, inasimamiwa na mtu mwenye tamaa ya fedha, inasimamiwa na mtu mwenye kupenda rushwa. Akitoa mtu rushwa anaweza kupindisha sheria, akamwonea mtu wa haki, akasajili matapeli na vibaka. Kwa huo ni ushauri wangu kama mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo. Niseme Mungu awabariki sana watazamaji wa Tarumbeta la Bwana. Mimi kwa siku ya leo nitakuwa ninaishia hapa. Asante sana mtangazaji. Naomba nirudishe kipindi kwako uweze kuendelea. Asante sana.
Asante sana. Naam. Bila shaka wote tumeenda kumsikiliza mchungaji namna ambavyo ameleta ujumbe wake, kwamba ujumbe wake leo umehusu kwenye ofisi ya msajili wa taasisi za kidini, kwamba wale wahusika pale au msimamizi wa ofisi ya msajili, mhusika awe mtu aliyeokoka, mcha Mungu, awe ni mcha Mungu ambaye alikuwa amethibitishwa kwamba ni mwenye haki, ni mtu asiyependa rushwa, ni mtu asiyependa uovu, anaamini katika ukweli, anaamini katika Mungu, ana hofu ya Mungu. Kwa sababu kama muovu atawekwa asimamie usajili wa taasisi inayopinga uovu, ni kitu ambacho kitashindikana, hakitawezekana, kwa sababu wale watumishi wanaokuwa ni wakweli kabisa kutoka kwa Mungu, wasio matapeli, hawatapata nafasi, kwa sababu huyu msajili akigundua huyu anayetaka kusajili taasisi yake ni mtu wa Mungu kweli kweli, ni mtu wa Mungu kweli kweli, anapingana na uovu kutoka moyoni, kadhamiria, ana dhamira ya dhati kusimama kinyume na uovu pasipo kuogopa wadhifa wa mtu, nafasi ya mtu, basi bila shaka huyo msajili anaweza asipitishe huo usajili. Lakini pia akatokea mtu akakuwa hila zake akaenda kuchomekea, aidha kutoa rushwa, aidha kumshawishi yule mtu wa usajili asisajili taasisi fulani kwa sababu ile taasisi inapingana labda na mtumishi fulani, na mtumishi fulani, huyu mtumishi anapingana na matendo maovu ya mtumishi fulani. Huyu anayeona kabisa huyu kusajiliwa kwake kutampa nafasi ya kwenda kupinga tabia zangu, bila shaka atapata madhara. Kwa hiyo ataenda kule, anaweza katoa rushwa, kwa sababu huyu msajili anakuwa ni mtu ambaye swala la uovu yeye kwake ni maisha yake, swala la rushwa na vitu vingine viovu kwake sio shida. Lazima atapokea rushwa ili kupinga kuto kusajili taasisi fulani ya mtu wa haki anayesimamia haki kweli kweli. Kwa akasijikuta anasajili wahuni, alafu wale watumishi wa kweli kweli, wale watumishi wa Mungu kweli kweli wakakosa nafasi. Nadhani ndio ujumbe wake mchungaji. Ubarikiwe sana, karibu tena wakati mwingine. Nadhani bila shaka ujumbe huu utakuwa umemfikia mhusika moja kwa moja, ni ushauri wake uweze kufanywa kazi kama itapendeza. Basi na mimi sina mengi zaidi kwa watazamaji wangu, nadhani tutakutana wakati mwingine. Bye bye.